Ama kwa hakika mtazamaji, akae karibu na moto bila shaka huandaliwa wa kwanza. Popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba Jumapili yako imekuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Tuna mengi tu tuliokuandalia mtazamaji, lakini kwanza ni yaliyomo. Watu 4 waripotiwa kufariki huku wengine 15 wakipata nafuu hospitalini baada ya mchamko wa ugonjwa wa kipindupindu Transmara Magharibi, kaunti ya Narok. Vijana wahimizwa kujisajili kama wapiga kura ili kufanya maamuzi ya viongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini tunaomba wananchi wajitokeze kwenda kukata kura. Na katika makala ya leo tutakueleza namna sanaa imetumiwa na vijana wa Gen Z na kuwa sauti ya upinzani. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Watu 4 wameripotiwa kufariki huku wengine 15 wakipata nafuu hospitalini baada ya mchamko wa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya kaunti ndogo ya Transmara Magharibi, kaunti ya Narok. Kufuatia mchamko huo, idara ya afya na usafi wa mazingira katika kaunti ya Narok imelazimika kupiga marufuku uuzaji wa chakula katika vituo vyote vya biashara na miji katika kaunti hiyo. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Kwa hoteli zote katika kaunti ndogo ya Transmara Magharibi kunajiri baada ya mchamko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao unasemekana kugharimu maisha ya watu 4 na kuacha wengine 15 wakipata nafuu katika hospitali tofauti. Akithibitisha kuzuka kwa ugonjwa huo, mkurugenzi wa afya wa kaunti ya Narok Daktari Francis Kio alisema 4 walioaga duniani watu wazima 3 na mtoto mmoja kutoka wadi ya Kilgoris Central, Longorian na Shankoe, ambapo kisa cha kwanza kiliripotiwa Jumatatu wiki hii. Tuko na mkurupuko ama outbreak ya ugonjwa wa kipindupindu cholera katika sub-county ya Transmara West sana katika ward 2, Kilgoris na Shankoe, na part of Transmara South, Longorian ward. Hii ni shida ambayo imeanza sasa, wiki moja imeisha tangu Jumatatu ya wiki hii tulipata kesi ya kwanza, na tukaanza kazi ya kuchunguza na kuanza kujua ni ugonjwa gani. Bahati mbaya kwa wagonjwa 35, 4 wameaga. Pili, kuna wale ambao wengi 20 ambao wameonekana wakatibiwa na wakaenda nyumbani, na kwa sasa tuko na wagonjwa 15 ambao pale kwa wodi. Kulingana na Kio, shughuli zote za hoteli na uuzaji wa chakula zilisitishwa hadi idara ya afya ya kaunti ya Narok itakapokabili kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa sasa serikali ya Narok imethibitisha kuwa wameshirikiana na washirika wa afya kudhibiti ugonjwa huo. Hawking ya chakula ama kutembeza chakula kwa mitaa katika kaunti mzima, tunasisitiza kwamba hadi ugonjwa ukue control isimame kwanza hawking kabisa, hata isimame ishe kabisa. Kwa hivyo tumepata tablets na solution chlorine, tumepata gumboot na gloves ya wale ambao wakule mashinani, na tent, mpatoa tent moja, hema moja ambayo itawekwa kule ka Transmara Sub County Hospital, na vitu vingine vingi pande ya kuzuia. Chichi Josephine, TV47. Na kizazi cha Gen Z, hasa wale ambao wanatumia mtandao wa TikTok pamoja na waendeshaji wa bodaboda, wamejiunga na washirika wa kanisa la Jesus Christ Compassion lililoko eneo la Ruiru kwa ibada ya kipekee. Ibada hii iliandaliwa na familia ya Kaluma Boy, mtumiaji wa mtandao wa TikTok ambaye babake alichangiwa fedha na Wakenya ili kupata matibabu. Katika ibada hiyo ya kipekee, mazungumzo ya ujenzi wa hospitali, kujisajili kama wapiga kura yalipewa kipaumbele. Huku juu ya Kaluma Boy, na pia tumekuja huku bado tukuje huku JCM ndio tukiingia huko church Thanksgiving tuombewe, hata tuzuie, hata Mungu azuie hata ajali kwa barabara. Ndio sasa hivyo. Ni kurepresent
Gen Z na Kenya yetu kwa pamoja, watu wote Gen Z kwa pamoja siku zombo zote. Kura ndio utageuza ndio itageuza uongozi baya. So tuko hapa pia kuambia vijana wetu, please Gen Z, TikTokers. Mtazamaji, biashara zimenoga katika kaunti ya Busia wakati ambapo seneti imeanza vikao vya awamu ya 4 vya seneti mashinani. Bunge la seneti likitarajiwa kuandaa shughuli zake zote ambazo ni pamoja na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti hiyo ya Busia. Kuna shindikizo ya kwamba kazi zote ambazo serikali inafanya lazima ifanye kwa uwazi na kuhakikisha kwamba mwananchi yuko katika utendakazi ule. Na ndio maana kama bunge la Senate tulionelea vyema kwamba katika kazi zetu kama bunge la Senate ni muhimu kwamba kuwe na uwazi na kufungua ile milango ambayo zamani ilikuwa imefungwa, kwamba wananchi hawajui bunge inafanya kazi vipi, utaratibu wa bunge. Kwa hivyo tulikuja na utaratibu huu wa kupeleka bunge la Senate kule mashinani ili wananchi wenyewe, kama unavyojua bunge la wananchi, wabunge senators wako hapa kwa minajili ya wananchi. Kwa hivyo hili bunge la wananchi na ni muhimu tulipeleke mashinani. Also, maybe we'll be able to interact with the women and the youth, which is a critical constituency, to understand also the programs that they have for women, for youth, for people with disabilities, in those special categories. So there is a lot to be able to interact with the Busia. This time, we shall be visiting those facilities and institutions and comparing what is written on paper and what is the actual reality. Therefore, I think it will be a very important session with the people of Busia County. Na hayo ya kijiri, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini ACK Jackson Ole Sapit amewataka vijana wa kizazi cha Gen Z kujitokeza na kusajiliwa kuwa wapiga kura, akisema huu ndio wakati mwafaka wao kuonyesha umoja ili kuleta mabadiliko nchini wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza mjini Lodwar, kaunti ya Turkana, baada ya kushiriki ibada katika kanisa la St. Paul's ACK, Ole Sapit amesema vijana wamekuwa wakiandamana kila mara wakitaka mabadiliko ilhali wamekosa kujitokeza kusajiliwa kuwa wapiga kura. Swala ambalo linatiwa shaka kwao kukosa kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu. Tunaomba wananchi wajitokeza kwenda kukata kura. Siku ya kwanza walikuwa nasema hawana watu walijitokeza, na sana tunaomba vijana wetu Gen Z ambayo ni wengi hawajapiga kura. Zile kelele mlikuwa mnapeleka kwa streets, sasa pelekeni kwa kituo ya kura, si kelele, kwenda kukata kura. Hapo ndio utakuwa na haki ya kupiga kura na kufanya uamuzi kwa njia ya kisheria ya Kenya wakati uchaguzi utakapofika. Aidha, Askofu Sapit ameitaka serikali kuhakikisha inawapa wananchi vitambulisho ambavyo bado havijachukuliwa na wananchi, ambapo vinasalia tu katika afisi za machifu na zile za Huduma Center. Kwa hivyo na tunaomba pia serikali waweze kutoa vitambulisho hasa zile ambazo zimekwama mahali either kwa chief ama kwa maofisi ya usajili, ili watoto wetu waweze kupata nafasi ya kukata hizo kura. Kwa upande wake, naibu katibu wa chama cha ODM Catherine Omanyo amewataka vijana kujisajili kuwa wapiga kura ili kuleta mabadiliko wanayoyataka na pia kuwa na sauti wakati wa majadiliano katika nafasi za uongozi katika uchaguzi. For you to be part of a solution in our country, you must be registered as a voter. Majia nzima mmenisikia? Yes. Tuwezi tupigana kelele na wewe ni kitu bure. Sasa kupiga kura hauna kura. Wito huu unajiri kufuatia idadi ndogo ya vijana ambao wamejitokeza kujisajili kuwa wapiga kura katika vituo vya kujisajili kufikia sasa. Mtazamaji, tukizidi kukutaarifu ni kuwa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ametangaza rasmi azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisema yupo tayari kushirikiana na viongozi wa upinzani ili kufanikisha lengo la kumbandua Rais William Ruto madarakani. Akizungumza katika kaunti ya Kisumu katika ibada ya misa ya kanisa la Kianglikana eneo la Kibos,
Maraga amesema kuwa yuko tayari kushirikiana na viongozi wote wenye malengo ya kupambana na ufisadi na kuhakikisha utekelezaji kamili wa katiba. Isitoshe, Maraga amewataka vijana kuacha siasa za mitandaoni na badala yake kujitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura. Kitu ambao inaendelea sasa ni vijana wanajiandikisha wawe na kura. Kura ndio silaha yako. Tarehe 2027 kama una kura ni kuzungumza tu bure na itasaidia mtu. Kwa hivyo vijana na hata wale ambao wamepoteza kura, tafadhali rudi mujiandikishe kwa wingi ili wakati kura inakuja kila mtu awe na kura na kupiga. Tutafanya kazi na wale ambao watakuwa na ile vision yetu. Yule mtu ambaye atataka kutekeleza katiba, niko tayari kufanya kazi na yeye. Yule mtu ambaye atakemea corruption na ataki pesa ya serikali ibiwe, niko tayari kufanya na yeye. Na maandamano ya Gen Z yalianzia mitandaoni kupitia hashtagi, lakini muda si mrefu yakasagaa mitandaoni. Mabango, nyimbo kinzani zilizojaa kauli mbiu zikasambaa kama moto nyikani, si kupitia kanda au redio kama zamani, bali kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok. Kuanzia fasihi hadi maigizo ya jukwani na sasa mitandaoni, sanaa ikigeuka na kuwa sauti ya upinzani. Gilbert Rono anaangazia jinsi ubunifu kunradhi unavyoendelea kuwa silaha inayotikisa viongozi madarakani. Ni miezi michache tangu kuzuka kwa makabiliano baina ya maafisa wa usalama na waandamanaji wa kizazi cha Gen Z waliomiminika jijini Nairobi kupinga uongozi wa Rais William Samoei Ruto. Maandamano yaliozua taharuki na gumzo kote nchini. Lakini swali kuu ni je, uhamasisho huu ulianzaje? Kwa kizazi kilichokulia mtandaoni, upinzani hausomi kwa sauti ndogo vitabuni, wala ufungu kumbini unasambaza moja kwa moja, kuchapisha na kushirikiwa kwa wakati halisi. Lakini hii si jambo jipya. Miaka 1990, fasihi na maigizo ya jukwani yalibeba mzigo wa upinzani. Marehemu Ngugi wa Thiong'o alitumia maneno yake kukabiliana na udikteta. Maandiko yake ya ujasiri yakamletea mateso ya kisiasa na hatimaye kumlazimisha kutafuta hifadhi Marekani. Urithi wake uliweka msingi kuwa sanaa inaweza kuwatisha watawala, lakini pia kuwapa nguvu wanyonge. In life, I believe everything has a period that even if you want to stop it, it won't. When a movement is beginning, you can't be able to stop it. I think Kenyans got to a point where they needed to do self-reflection. And at that point, when we were at the university together with the current member of parliament for the Great South, and my brother, that's John Kerry, and my brother Tony Njuguna, at Kenyatta University, we felt the need to express societal ills or the things that were affecting us through art, because art is a mirror of society as it is, and it's the most effective tool of communication. So we may have been doing comedy, but we were using it as a tool of effective communication then. Granted, whatever we started with was pretty very controversial. But we found that the head of state then, the late President Moi, was a very humorous leader, and he did a fantastic job in allowing music, theater, art. For those of us who were born in the 70s and in the 80s, we grew up knowing that patriotic songs were about praising the head of state. And so the late President Moi used art and particularly music and comedy effectively to communicate. Walter anatupambia mengi akidai yeye pamoja na wasanii wa wakati ule walitumia utani na vichekesho kufikisha ujumbe wao ambao wengi waliogopa kusema wazi. Anaongezea akisema kuwa kutoka maigizo moja kwa moja hadi utani wa kidijitali,
Lugha ya ukinzani huenda imebadilika, lakini dhamira imebaki ile ile: kucheka mbele ya hofu na kukabiliana na mamlaka kwa ubunifu. The creative sector, whether it's theater, it's film, it's poetry, it's fashion, it's music, whatever it is, has always had a role to play in that. In Swahili they say kioo cha jamii, you know. This is the reflection of what is happening in society currently. And if you remember, there's actually a Tanzanian song that was titled Kioo cha jamii. Mini msanii kioo cha jamii. I'm an artist, the reflection of society. And what he was talking about in that song is what he was seeing society being. You know, the good, the bad, the ugly. And it always has been like that. What role does art play? It plays a huge, significant role in shaping our mindset, not just politically, socially. I mean, think about the sexualization through music. Think about the sexualization through film. Think about what good music can offer. Josiah anatuelezea jinsi Jamaica ilivyo katika nyimbo zake za reggae. Anadai nyimbo ya reggae haikuwa muziki pekee, bali ilikuwa sauti ya ukinzani. Anadai hapa Kenya muziki daima umekuwa na ushawishi, na tofauti ya leo ni kasi. Wimbo wa maandamano unaweza kusambaa na kurudiwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika wimbo wake maarufu The Unbogable, wimbo huu ulibeba ujumbe wa kuhamasisha na ulitumika pakubwa katika hafla za siasa kuelezea matakwa na hofu za kitaifa. Vile katika wimbo wake uliosuta uongozi wa marehemu Rais Mwai Kibaki, ilimlazimu kukimbilia Marekani kutokana na wimbo huo, hasa wakati moto wa siasa ulikuwa umekita mzizi. By curtailing my freedom to say what I feel is also curtailing your freedom to say what you feel, because power is transient. What will happen is at some point you will no longer have that power. And now I will be the one with the power. Apondi anadai mashairi yake si burudani tu, ni ukinzani na utetezi wa uongozi wenye maadili. Not be here if our forefathers will not be here if the people who came before us did not speak up against injustice, did not speak up against police brutality and bad governance. So ideally we are standing on the shoulders of giants. So if we do not speak up, like the coming generation will have to face more worse problems than the ones we are facing today. I have to acknowledge that art has always been there, even long before social media ever set foot into this world. So whether they close the door, we'll find a window. If we don't have a window, we'll find a crack. If there's no crack, we'll break one. We'll make one. Kuanzia maigizo yaliyopigwa marufuku ya Ngugi wa Thiong'o hadi vichekesho vya Walter Nyambane, muziki wa Josiah na mashairi ya Apondi yanayosambaa mitandaoni, uzi huo haujavunjika. Sanaa inaendelea kuzungumza na kuhamasisha. Na katika Kenya ya leo, uhamasishaji hauishi mtandaoni. Kinachoanza kama hashtag kinaishia barabarani, kwenye nyimbo za maandamano, mabango yaliyochorwa mashairi, na maandamano yanayochochewa na ubunifu. Bob Marley once, during civil unrest due to different political factions, he was having one of the biggest concerts in Jamaica ever. And what he did was he brought both political leaders and put them on stage and sang the song One Love. Both of them. And that is how that social unrest, I don't know if you know, but Jamaica was at civil war. That is how that civil war was quelled, by Bob Marley putting both those people on stage and showing that he's the one with the power to unite. They are the ones with the power to divide. And he brought them together. You can find that video on YouTube. It was a historical moment. And actually what had happened prior to that was they had tried to take him out because his messages were so powerful. Sanaa hivi sasa si maoni tu kuhusu maandamano. Imekuwa moyo unaodunda ndani ya maandamano yenyewe. Comedy and political satire and the art and music, generally speaking, are the most effective tools of expression. That's why people sing about problems. That's why people act about problems. And so not limiting it to comedy, I do know that the art industry
has a space in influencing society, whichever direction it's going. So therefore, it's in affirmative that comedy, which is part of the art fraternity and family, is definitely influencing. And even currently, as we speak, there are very many young people who are using humor online to communicate some of the things that we're talking about. They're using dance that is funny and that is fun to communicate some very, very heavy communication out there. If social media is restricted, we'll go back to the streets, we'll go back to schools, we'll go back to meetups, we'll go back to Jivanji. There's something that can be done. So social media is here now. It's a beautiful tool, has always been. It's serving us in all beautiful ways. But if we don't have it a second from now, a year from now, we'll find a way. Yeah, because poetry was existing way before, music was existing way before any of these things existed. Sanaa haijafungiwa tena kwenye vitabu au majukwaa. Ipo kila mahali, papo hapo na iwezi kuzuiwa. Iwe ni fasihi, muziki, vichekesho au hashtags, Wakenya wanaendelea kupinga kwa ubunifu. Sauti za mitandaoni zikigeuka nyimbo mitaani na ubunifu kuwa silaha ya wananchi. Sanaa si kioo tu cha jamii, bali ndio nguvu inayosukuma maandamano ya kizazi kipya. Walijihami kwa simu, wakarekodi maandamano, kisha kuyaposti na kuyaeneza mitandaoni. Hii ilikuwa ni zaidi ya kujihami, ilikuwa ni kuandikisha upya historia. Gilbert Rono, TV47, Nairobi. Asante sana Gilbert Rono kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Mtazamaji, tuzidi kukutaarifu na nikuwa mshirika wa karibu wa Rais William Ruto, Faruk Kibet, amewataka wakazi wa Malava kumuunga mkono mgombeaji wa wadhifa wa ubunge kupitia chama cha United Democratic Alliance katika uchaguzi mdogo ujao. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Jeshi la Wokovu katika eneo bunge la Malava, Kibet pia aliwataka wenyeji kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza. Huyu ni kiongozi, ni kijana kuna uzoefu wa siasa, amekuwa MCA, sasa ameupgrade kuwa mnyenyekevu kwa watu ya Malava. Malava wanataka amani. Si watu ya Malava mtasimama na huyu mungwana? Mtampigia huyu ama huyu ako sawa ama si sawa? Na nilimwambia anzia kanisa mambo yako. Mimi nataka kuuliza IBC, wamefungua nafasi ya registration, lakini wameweka umbali na wananchi. Ikiwezekana watu wachukulie registration katika mahali wanapigia kura. Ninawaomba watu wa Malava, msilalie masikio. Ukienda nje ya serikali utaumia. Nje ya serikali, jinsi Kevin amewaambia, kuko na njaa na kuna matusi. Moja kwa moja sasa tudunde viwanjani. Kenya itawakilishwa kwenye mbio za jangwa ya Namib za Ultra Marathon zitakazoandaliwa nchini Namibia. Edward Ndiritu kutoka hifadhi ya wanyamapori ya Lewa atashiriki katika mashindano haya yenye umbali wa kilomita 250. Tony Kwalanda anatueleza maandalizi ya Ndiritu na lengo lake. Lakini mwili iko haijaribika. Edward Nderitu atapeperusha bendera ya Kenya katika makala ya mwaka huu ya mbio za jangwa la Namibia za Ultra Marathon zitakazoandaliwa mwezi Novemba tarehe 17 nchini Namibia. Wanariadha kutoka pembe zote duniani watashiriki mbio hizi zenye umbali wa kilomita 250 zitakazofanyika kwa siku 5. Nderitu ambaye ni mkuu wa kitengo cha kukabili ujangili katika hifadhi ya wanyamapori ya Lewa, kaunti ya Meru, ana kibarua kigumu cha kuchapa kazi na kupiga tizi. Many people don't understand that wildlife are not dangerous to human. They don't attack. They will attack you to protect themselves. People think that even lions eat people. No. They will attack you to protect themselves if they see they are in danger. Any other wildlife cannot attack you. They know humans sometimes are dangerous to them because, you know, we have the criminals who are the poachers. So for any case,
the animal will attack you to protect itself, not attacking you just for attacking you. If you live together in harmony with wildlife will not attack you. Anaongoza jeshi la walinzi maalum ambao hupiga doria kwenye hifadhi yenye ekari 60,000. We normally divide our rangers into two. There are those rangers who are out in the field, and I said I started as a normal ranger, so I have done everything. I've been a ranger for over 10 years, sleeping in the bush, out in the field. When it is raining, you only have a poncho, you sleep under a tree, and you take care of wildlife. And you know very well that whatever you are doing, you are protecting a ranger, or you are protecting a wildlife that cannot protect itself. Yeye hutumia sehemu hii kufanya mazoezi yake kila wiki, akijua kibarua kinachomsubiri jangwani Namibia. Work of a ranger is 24/7, but we give ourselves hours to rest. So if you deploy a team of 10, they divide themselves into 2. 5 will work during the day, 5 will rest. And then during the day, they will have people who are patrolling. At night, they will have people who are patrolling. So the most important thing for the rangers who are out in the field is to support them with the proper and light equipment. Nderitu hufanya mazoezi na gwiji wa mbio za marathon Eliud Kipchoge pamoja na wanariadha wengine. Alishiriki mbio za marathon za London mwaka wa 2024 pamoja na washindi Alexander Munyao na Peres Jepchirchir. When I was in school, I was inspired by a teacher who was my scout teacher, and he was training us on about how to protect forest, because I am born in the slope of Mount Kenya. So he was training us on how to protect trees, the importance of protecting wildlife, the importance of protecting tree cover because of rivers, because of water that we normally use. And that is where I started my passion. Also, he was taking us out in the bush. We spend the night. We see how nature is connected to human. Pia yeye hutangamana na nyota wengine katika mbio za marathon za Lewa na mashindano ya Wildlife Ranger Challenge. Mbio hizi ambazo zitakuwa zinafanyika jangwani zitafungulia wanariadha wengi wa humu nchini fursa ya kuweza kushiriki katika aina tofauti ya mbio za marathon. Nderitu alijiunga na hifadhi ya Lewa mwaka 1997 kabla ya kutunikiwa taji la Tusk Wildlife Ranger na Prince William mwaka 2015. It was on behalf of the other rangers. So for that award, it means a lot to me because, by that time, that was my first time out of Africa to get to a bigger plane, to go out, interact with people, interacting with, even visiting a Paris, it's not easy. It's not just a place where you can go and visit. And it was a big boost for my work, big morale for my work. And also, it shows me from that time that there are people who are out there who care about what you do. Mbio hizi za jangwa la Namibia zenye umbali wa kilomita 250 zitaiweka Kenya katika daftari za kumbukumbu, kando na Nderitu kushiriki kwa minajili ya kuchangisha fedha kwa ustawi wa walinzi wa wanyamapori. Tony Kwalanda, TV47 Michezo. Asante sana Tony Kwalanda. Na miamba wa soka humu nchini Shabana FC walikabana kona timu ya Tusker FC katika mechi iliyokamilika kwa sare ya bao 1-1. Ian Simiyu aliipa Tusker uongozi kabla ya mshambuliaji Austin Odongo kusawazisha Tore Bobe katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Hayo yakijiri katika michuano mingine, Gor Mahia ilitandika KCB bao 1-0 huku Felix Oluoch akipachika bao la ushindi, nao mabingwa watetezi Kenya Police FC wakaonyesha ubabe wao kwa kuilaza timu ya APS Bomet bao 1-0 katika uwanja wa Gusii County ya Kisii. Tore Bobe kwa kushoto, nguvu mpya Derrick Otieno. Amedefend na amefanya makosa. Ian Simiyu! Indeed God nimso! Nguvu mpya Ian Simiyu anamwadhibu mwalimu Marco Kola.
improved in the way we played. Today was better. We played a little bit quicker. We controlled the game. We created chances. It's still the area we have to improve. We created chances, but we couldn't score. And also how it happened is what we were not happy. But if you look at the game totally, we were very satisfied with the way we played. Gor Mahia walikuwa na mchezo mzuri zaidi yetu, lakini tulitamani sana kushinda hii mechi ili wakati wa mapumziko hii ya dirisha radha kipindi cha mapumziko ya FIFA tukirudi tuwe tuko pale juu, lakini haijafanyika hivyo. Tutazidi tu kupambana pale kwa mazoezi ili tuone ni vipi tutarekebisha hayo. Kutafuta nafasi ambayo inaweza kusubiri mistakes kutokana na hali ya uwanja. Vijana wangu wameweza kumaintain their clean sheet, wakapunguza makosa nyuma. Tukapata nafasi miongoni ya chache tulipata tukatumia moja, imetupa hizo point. Police FC wame win, lakini hata hao wame feel na wameona we are a worthy competitor. So personally I'm proud of the boys, and I know now and I have confidence that maybe in the next fixtures that we will do something better. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, sasa ninatia nukta kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi, na kwa niaba ya kikosi kizima kilichofanikisha taarifa hizi za TV47 Weekendi, ninasema asante sana kwa kufuatilia kuanzia mwanzo hadi tamati. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni si mwingine Nyiroda Nyamai. Ninaondoka, lakini nasemaje, ukiona vichwa vya habari basi pia kumbuka kutumia kichwa chako. Kwa heri kwa sasa.